tunajua sana kuhusu hiyo ndoto, tunajua sana kuhusu nani alifafanua hiyo ndoto, ambaye alitabiri, alifanya nini, alikalimani hiyo ndoto. Lakini siku ya leo Mungu akona kusudi tujue na hii ndoto ilikuwa na maana gani. Si mara moja Nebukadneza ameambiwa kwamba wewe ni mfalme ambaye Mungu amekupea uwezo wote na mamlaka na juu ya kila kiumbe kinachoishi chini ya ardhi ya jua. Na Mungu amekuinua akakupea utukufu. Ndio maana umeangamiza falme zingine zote mpaka Israeli ukaiweka mateka. Ni kwa sababu, sikiza, hii ni nchi ya Israeli imewekwa katika mateka. Imenaswa. Na hii ni nchi ya Mungu. Pamoja na nchi zingine zote zimefanya nini? Zimetekwa nyara. Na ziko katika falme wa Babylon. Nao sasa wako chini ya mfalme ambaye anaitwa Nebukadneza. Ukajiuliza sasa, nchi ya Israeli, nchi ya Mungu, inaweza chukuliwa aje ikatekwa nyara? Lakini kwa sababu ya uasi ambao Israeli ilikuwa imemwonyesha Mungu, ndio Mungu akampatia mfalme Nebukadneza. You know, you cannot conquer God's people without God. You cannot destroy what God has created without God. It is only God who can destroy what He has created, and He is the only one who can bring back what He has destroyed to life. He can restore it. Kile Mungu amekitengeneza, amekiumba, wewe mwanadamu huwezi kukiharibu ama kukifanya vinginevyo. Huwezi kutoa kitu ambacho Mungu amekiweka hapa ukakipeleke pale. Ninataka uelewe hivyo vizuri zaidi, ya kwamba Mungu akitenda jambo linabaki kuwa ni lile jambo, wewe upende usipende, ukiwa unataka utaki, jambo lile linazidi kukua. Ni kwamba Mungu amelitenda na litabaki kuwa vile mpaka atakaposema vingine. Bwana Yesu asifiwe. Tunaijua nchi ya Israeli Mungu ameitoa Misri. Kwa mkono wake mwenyewe amewapigania. Sasa maybe wewe ulisomewa hili neno mahali pengine ukaanza kujiuliza, la, si hii ni Israeli ile ya Mungu? Na hii Babiloni, hao watu wanaabudu sanamu ndio waliishinda Israeli. Sio hivyo. Neno la Mungu linasema vizuri kwamba, and in these days shall God of heaven set up a kingdom shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left by other people. So hapo mbele zile za kwanza Mungu Daniel anamwambia kwamba kwa kuwa Mungu amekupatia uwezo wewe mfalme Nebukadneza juu ya kila kiumbe, ya kwamba ukatumike kama chombo kuwateka nyara wale waasi ambao wameasi Mungu. Mungu atajifanyia chombo cha kufunza nchi yake. Mungu amejifanyia chombo cha kufunza watoto wake, kuwarekebisha. Lakini haimaanishi ya kwamba kile chombo kiko na nguvu kumliko Mungu. Bali Mungu ndiye ambaye amempatia Nebukadneza uwezo ule. Sasa Nebukadneza anaweza jiona kwamba yeye ako na nguvu na mamlaka kushinda falme zingine. Lakini inakuja kufichuliwa kwake ya kwamba ni siri tu, ya kwamba Mungu ndiye Mungu wa mbinguni. Yeye ndiye ambaye amempatia uwezo na mamlaka. Na ufalme wake hautadumu. Kwa sababu gani? Huu ni ufalme wa duniani tu. Na hata yeye Nebukadneza hakuwa amemjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo ningependa sana tuangalie hapa verse 44. And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to the other people, but it shall break in pieces and consume all those kingdoms, and it shall send
stand forever. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu, yani hii ndoto ilikuwa inahusisha falme zikiwa pamoja. Falme ambazo zimewekwa pamoja zikaunda sanamu kubwa. Yani mchongo, ni kama mchongo hivi. It's like an image. Mchongo fulani. Na ule mchongo ulikuwa ni mchongo wa mchongo wa mtu, kama mtu amesimama. Bwana Yesu asifiwe. Na kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu. Kichwa chake inamaanisha kwamba kuanzia kwa kichwa hapo ndio ufalme wa Nebukadneza huko. Lakini ukiteremka chini unapata kuna almasi, dhahabu. Kuna dhahabu, fedha na almasi. Sasa kwa kichwa ni dhahabu. Kumaanisha dhahabu inakuwa described as the strongest. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yenye mamlaka, yenye nguvu. Kwa hivyo ufalme ulipo una nguvu saa hizo wakati huo. Lakini ufalme utakaofuata utakuwa umepungukiwa na nguvu. Na utakaofuata hadi pako ufike katika nyayo, katika vidole vya miguu, ni kwamba ufalme ule utakuwa umepoteza nguvu tayari. Na ole wako yule ambaye amekuwa anategemea huu ufalme, akiona kwamba ufalme wa Nebukadneza ndio utakaodumu. Kwa sababu huu ufalme tayari umeshaonyeshwa kwamba hautadumu. Na mtu yule ambaye alitumania ufalme huu kama wa Nebukadneza ni yule mtu anaishi kwa kuona na macho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kuona kwamba huu ufalme tu, naona kama huyu mfalme ambaye anateka nyara falme zingine na ameziweza falme zingine zenye ziko karibu na yeye zote, sasa hivi zinamuinamia. Ukafikiria kwamba huyu ndio mfalme wa kuinamia. Ole wako, umedanganywa na vitu vya kuona na macho. Vitu ambavyo unafikiria ndio viko na nguvu, kumbe havina. Kwa sababu mwisho wake ni kwamba kuna kitu kidhaifu kitakachopewa nguvu na Mungu wa mbinguni kukiaibisha hiki ambacho unakiona kikiwa kikuu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni nini kwa maisha yako unaona kikiwa kitu ambacho kiko na nguvu sana, kenye usemi sana katika maisha yako, ambacho unaona tu nitategemea tu hiki tu, hapa tu ndio kwetu. Lakini utakapofika wakati wa kuporomoka, hautapenda kukaa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna ufalme ambao mwanadamu amejitengenezea, lakini kuna ufalme ambao umetengenezwa na Mungu. Ule ufalme katika verse 44 inasema kwamba ufalme ule hautakuwa na mwisho. Yesu akaulizwa ya kwamba, nimesikia kwamba unasema wewe ndio mfalme wa Wayahudi. Yesu akajibu akawaambia, ufalme wangu si wa hapa duniani, ila ufalme wangu ni wa wapi? Wa mbinguni. Ufalme wangu ni wa mbinguni. Sasa huu ndio ufalme ambao tunaongelea sasa hivi. Ufalme wa mbinguni. Tunaweza tegemea sana dhahabu, fedha na almasi, vitu ambavyo vinapendeza. Tukaona kama hivyo ndivyo vilivyo na nguvu, vilivyo na dhamana hapa duniani, kwa maana tuviona kwa macho na tuvisikia kwa sababu vina sifa sana. Vitu vya kutegemea. Vitu ambavyo vimejisimamisha vikajiinua. Vitu vya kuona na macho unaweza shika na mkono. Kwa hivyo tunaweza kuweka tumaini yetu kwa vile vitu ambavyo tunaviona, vile vitu ambavyo tunaweza visikia, tunaweza viguza, kwa sababu mwili unapenda sana kitu ya kuona. Mwili wako unapenda sana kitu ya kuona na macho, kusikia sifa zake, ambacho ukisikia sifa zake unaweza kiona pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna ufalme tofauti na ule ambao umekuwa umetajwa mahali pale ukaelezewa.
Kwa hivyo huu ufalme unatokea chini sana, unatokea ukiwa wa chini sana. Kwamba ni jiwe tu. Ni jiwe, lakini sikiza jiwe hili limetoka wapi? Jiwe hili limekatwa na halijakatwa kwa mkono. Kwenye mlima. Hili ni jiwe ambalo limekatwa kutoka kwenye mlima. Na huu ni mlima usiotingizika. Na kama ungependa kujua ni mlima gani, basi huu ni mlima Zayoni ambao hautatingizika milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hapa kuna ufalme ambao unajua kama wewe unaishi. Wewe umeumbwa kwa njia ya kwamba kuna mahali wewe unanyenyekea. Kuna mahali wewe huwa unapeleka ibada yako. Unajua mwili umeumbwa, mwanadamu ameumbwa kwa njia ya kwamba njia ya ibada. Kuna lazima atainamia kilicho kikuu. Ameumbwa na kutaka kuabudu. Kutaka kuabudu kuko ndani ya mwanadamu. Lakini inategemea ataabudu nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo wana wa Israeli walisema hata sisi tunataka nini? Tunataka mfalme. Lakini hizo siku zote waliongozwa jangwani, wakakuja kufika nchi ya Kanaani, hawakuwa na mfalme. Ndio maana Samueli alilia sana, alisononeka ya kwamba hawa wana wa Israeli kwa nini wanataka kumkasirisha Mungu? Wameongozwa kutoka Misri bila mfalme. Na Mungu anatudhihirisha katika kila hali, katika kila jambo, na ameongoza kwa amani, hawahitaji hata mfalme. Wamekuwa wakishinda vita bila mfalme. Nchi ambayo wanaishi walipigana vita, hawakashinda wale ambao walikuwa wanakaa pale. Na si wao, ni Mungu aliwapigania. Lakini imekuwa aje wanataka mfalme? Samueli alijua madhara ya kuwa na mfalme ambaye ni mwanadamu. Jambo la kwanza ni kwamba mtamuinamia. Na kama huyu mfalme hataongozwa na Mungu, hata muabudu Mungu, basi atawaongoza kuabudu miungu mingine, kwa sababu mwanadamu aliumbwa kwa ibada. Mwanadamu aliumbwa ya kwamba akainamia kilicho kikuu. That's why mtu asiyemjua Mungu atajipata akimuinamia shetani, ajue asijue. Bwana Yesu asifiwe. Mtu asiyemjua Mungu atajipata akimwabudu shetani, ajue asijue. Kwa sababu gani? Mungu alituumba kama vyombo vya ibada. Na hivyo basi ndio posa Yesu Kristo akatumwa duniani, ya kwamba akakuje akatie nguvu ufalme ambao ni wa mbinguni, ambao akatuingize katika ufalme huu ambao ni wa milele. John chapter 1 verse 12 says, "And to those who believe, to them has been given authority to become sons." Why authority? Why authority? To become of the kingdom, you must have that authority to become. Unahitaji mamlaka ya kuwa katika ufalme ule. Ndio wakati utakuja mtu, shetani atajaribu kudanganya, uko na uwezo. Haezi kukuchukua ama kukunyakua kutoka mikononi mwa ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo kuna mtu huwa anasema ati nilibackslide. Ninataka ujue hivi ya kwamba ule ufalme uliingia, ule ufalme ulipomwamini Yesu Kristo ukafanyika mwana katika ule ufalme.
ulipewa nguvu na mamlaka ya kuwa mwana katika ule ufalme. Na wana wa ule ufalme wako na mamlaka. Wana wa huo ufalme wako na nguvu na uwezo. Niulize, uwezo wa nini? Niulize, mamlaka ya kazi gani? Mamlaka ya kusimama kinyume na mipango yote na maovu yote ya mwovu shetani. Kwa sababu shetani ako katika kampeni ya kwamba anajua mwisho wake kwa karibu. Anajua lazima tu ataungua katika moto. Lakini anajua ya kwamba wewe uko na uzima. Wewe uko na uwezo wa kukaa katika ufalme wa mbinguni, na wewe hautaingia katika moto wa jehanamu. Kwa hivyo haezi penda kuenda peke yake. So, ni nini anafanya? Anajifanyia kampeni. Bwana Yesu asifiwe. Ndio posa umefanyika mwana katika ufalme ule, sio bure tu, bali umepewa uwezo na mamlaka ya kuwa mwana katika ufalme ule. Na huu ndio ufalme Nebukadneza alipopewa ukalimani wa hiyo ndoto, aliambiwa huu ndio ufalme ambao Mungu amejifanyia. Na huu ufalme hautaondolewa na mafalme zingine, na hautapewa watu wengine. Uko na watu wake. Huu ufalme hautapewa kwa watu wengine. This kingdom shall not be given to other people. Who are the other people? Those who are not of the kingdom. The kingdom shall not be given unto them. And how do we become the sons of this kingdom? It is by believing in Christ Jesus, doing the will of God. Doing the will of God. Mtu anasema nataka niende kanisani, nataka niende fellowship, nataka niende crusade. Kwa nini unaendanga crusade? Kwa nini unaendanga kesha? Ninataka kujua mapenzi ya Mungu kwangu. Unauliza sawa. Swali lako linafaa. Bwana Yesu asifiwe. Unataka kujua mapenzi ya Mungu kwako. Lakini mapenzi ya Mungu ni dhahiri na yako wazi, ya kwamba yeyote atakayemwamini huyu ambaye nimemtuma, ambaye ni mwanangu, asipotee, asiangamie, bali awe na uzima wa milele. Awe na uzima wa milele, kwa sababu huu ni ufalme. Kumbuka, huu ufalme ni ufalme ambao hautakuwa na mwisho. Kwa hivyo, ninaposoma katika Romans, Paulo anasema hivi. Kwa kupitia Roho Mtakatifu, Paulo akaandika akasema, na yale ambayo yaliandikwa mbele, yaliandikwa ni kwa sababu ya kuwafunza ninyi, kutufunza sisi. They were written for our own instruction. So that when you look keenly on those scriptures, you will know that these scriptures are driven towards one direction. They are driven towards one point. They are driven for one purpose. And this purpose gives them strength that they exist even today. And this purpose, it's all about Jesus. Look at the dream. The dream is about Jesus Christ. The dream describes how the kingdom of Nebuchadnezzar has been greatly exalted and glorified. But slowly by slowly, it grows weak and weak and weaker. But the stone did not only destroy the clay, it did not only destroy the iron. So we may say that God was stronger for the stone to destroy. The stone destroyed all that were made of that image, and it consumed everything. So there is nothing impossible for Christ. There is nothing that is impossible for this kingdom. That's why when I walk confidently, knowing that I belong to this kingdom that is everlasting. I belong to this kingdom that cannot be given to other people. This kingdom that cannot
be traded for just penny, just coins, just gold. It cannot be given away. It cannot be sold. This kingdom lasts forever. Okay, it's okay for you if you like things that are passing. Me, I don't like things that are passing. That's why, for example, I don't like fashion. I don't go with fashion. Oh, one nguo imetokea sijui imeandikwa aje hiyo na mimi na hiyo. I don't like that one because najua it's passing. Bwana Yesu asifiwe. It is only passing. I don't like things that are passing. Napenda vitu zenye zinadumu. Kwa maana kwa sababu hiyo mimi huwa na hard time kuchagua vitu, sasa ile najinunulia vitu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ile ninaenda kwa duka na nakuwa na hard time kupata kitu kizuri. Kwa sababu nini? Lakini nikikaa chini najiuliza, ninapata jawabu ya kwamba because umechaguliwa kuwa mwana wa ufalme ambao haupiti. Kwa hivyo vitu vingi ambavyo unakutana navyo duniani vya kwenda kununua kwa duka ni vile vitu zinapita. Vile vitu zinapita. So you find it hard even getting good things that you think they last. But glory be to God who gives us wisdom and gives us the peace of our heart and the peace of mind. Kwa sababu huwa anatuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna ufalme ambao haupiti. Kufikia wakati huu nikinena hivi, ninatumai ya kwamba umejiuliza maswali. Umejiuliza mimi ninapatikana katika ufalme upi? Kwa sababu hakika wale ambao wenye sio ufalme ambao chanzo chake inaonekana kidogo sana, ndio watakaoishi daima. Ndio watakaoishi maisha ya milele. That when I walk, I know that I am of this kingdom. The kingdom that does not bow down to demons. The kingdom that does not bow down to evil powers. The kingdom that does not bow down to principalities of this world. The kingdom that does not bow down to any other black powers. The kingdom that does not bow down to any government. All the governments must bow down to this kingdom. Every power, every kingdom must just bow down to this kingdom. And when I realized so, I find much power. And I become bold in knowing that I belong to this kingdom. You belong to this kingdom. And you started belonging to this kingdom the moment you believed in Jesus Christ. Kwa hivyo kama wewe ni mtu ambaye anakaa, wewe ni mwana ambaye anapatikana katika huo ufalme. Ufalme usiokuwa na mwisho. Why are you worried about your landlord? Is your landlord everlasting or temporary? Is your rent temporary or everlasting? Is your problems everlasting or temporary? Is your education temporary or everlasting? Is your job everlasting or temporary? What is that you think gives you worry in this world? What is that worries you much? Is it the campaigns that are going on? Is it the elections that are coming? Are they permanent? Are they permanent or temporary? Are they passing or do they stay forever? Are you living according to the standards that God has set for you? God wants you to live, to rejoice in each and every day.
to be renewed your mind each and every day by the knowledge of Christ Jesus. God wants you to live as a son in his kingdom. You know, when you worry about something you don't have, is that you're lacking knowledge of what belongs to you. What is your inheritance? Your inheritance is not of this world. But it does not give you a chance, it does not give you a reason to live like wewe ndio umeishiwa. Wewe ndio ule ambaye hauna. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unakaa ni kama wewe ndio umepigwa vita kushinda watu wote. You think of tomorrow, and tomorrow Jesus is saying, I've taken care of tomorrow. It is Jesus who commands tomorrow to take care of itself. It is not me to take care of tomorrow. It is not you to take care of tomorrow. It is God who commands tomorrow to take care of itself. By his word, he commands. If he commanded the world into place, the whole universe into place by the word of his word, of his mouth, how about tomorrow? You're worried about your children, who they will be tomorrow. Don't you worry. Because even having those children, you did not know you will have them one day. May you surrender everything that you have to God, knowing that in this kingdom, things here are everlasting. Now to show you that you are everlasting and your kingdom does not start, your reigning does not start when you reach in heaven. You read in Revelation chapter 1 verse 6. And I'll read. And he has made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. And he has made us kings. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now we are of the kingdom of heaven. And here on earth we have been given the power to become kings. Not you will become, you are already a king. But what a pity for a king who lives on not knowing that he or she is a king. You may want to ask me, kwa nini kama mimi ni mfalme ninaishi maisha ambayo si ya kifalme? Kuna jibu. Kwa sababu umeishi kwa kutojua. Umeishi kwa kutojua. Kwa sababu Yesu anasema, the Son of Man has come to restore what has been taken away from you. Ile vitu ambayo ndege walikula, the days that the locust had eaten, the days that the locust has taken away, everything that belonged to you that was taken was eaten by the locusts. That is what God sent his son to do. To restore, so that you may live as a son of the kingdom, so that you may live as the real son in the kingdom of God. Not just any kingdom, it is the kingdom of God. Wherever you are, kwa nyumba, kaa ukijua kwamba wewe ni mfalme. Na wakati ambapo utaanza kujifikiria kama mfalme, ndio utaanza kufanya mambo mfalme anafaa kufanya. Mfalme huwa haendei kitu, huwa anaitisha. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme huwa hajitengenezei chochote, huwa anaitisha. Ni nini unataka? Ni nini hicho unafikiria unataka? Jibu ni itisha. And Christ said, you have not asked anything in my name. But I tell you now, when you ask in my name, my Father shall give unto you. Whatever you ask, God will give you, only that you ask in the name of Jesus Christ. Because he's the one that gives you the true identity in the kingdom of God.
Praise the living God. Praise the living God. Amen. And he has made us the son in the kingdom of God. Now when you are the son in the kingdom of God, you are kings. All the sons in the kingdom are kings. Praise the living God. Mtoto wa nyoka ni nyoka. Mtoto wa simba ni simba. Mtoto wa Mungu ni Mungu. Mtoto wa mfalme ni Bwana Yesu asifiwe. So wewe ni mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu katika ufalme wa Mungu. Wewe ni mfalme. Anza kutembea kama mfalme. Kwako ongelesha mtoto wako kama mfalme. Wacha kucomplain. Sasa wewe nani alikuroga? Nani sasa wananiendeanga kwa? What are you talking about? Command situations in your life. Nenea kila hali. Iambie wewe si hali ya hapa. Toka. Bwana Yesu asifiwe. Unaambia hali wewe sio wa hapa. Hali ya hapa sio kama wewe. Wewe fanya nini? Potea. Na hali inapotea. Hali ni kama gani? Hali kama ugonjwa. Neno la Mungu linasema vizuri. Kwa mapigo yake Kristo tulipona, si ati tutapona. Tulipona. Wakati ambapo unavamiwa unaanza kusema hii ugonjwa yangu. Mungu alikwambia ndio yako? Ni Mungu alisema? Mungu anasema kwa mapigo ya Yesu Kristo wote tulipona. Ambia hiyo hali ya ugonjwa, wewe si hali yangu. Fanya nini? Potea. Katika jina la Yesu, wewe sio hali yangu. Wewe sio hali yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Mwisho tutasoma 1 John chapter 4 verse 17. 1 John chapter 4 verse 17. Kifunga. Alafu mwingine afungue Revelation 21:22. Tasoma 17. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Hapa ndipo upendo unafanyika kamili, ya kwamba siku ya hukumu tukasimame na ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Because as he is, so are we in this world. So as Christ is, so are we in this world. Not we will be, not we will become. So are we now here in this world. Who is Christ? Tell me who is Christ and tell you who I am. Who do you know Christ as? Unamjua kama nani? Yeah? Sema na sauti nisikie. You know Christ as your personal savior. So you are saved. What else do you know Christ with? The head of the church. Christ is the head of the church. I am the church. Christ is my head. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Christ is our head. And in Revelation 22 hapo mtu amefungua 21:22. Christ is the King of kings. Which kings are these ones? I am that king. You are that king. So Christ is our king. Christ is not just a king of nobody. Christ is a king of kings. Then if you're not a king, then you're not his. He's the Prince of Peace. So am I, a Prince of Peace. As Christ is, so am I in this world. If Christ is the Prince of Peace, so am I here in the world. Praise the living God. If Christ is
the Prince of Peace, so am I here in the world. I command peace, and peace there shall be, and peace becomes. In Revelation 21:22 says, and above. Revelation 21 verse 22. Revelation chapter 21 verse 22. Yes, Says, yes, I did not see a temple in the city, yes. because its temple is the Lord, God Almighty and the Lamb. Amen. And I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. Amen. And they are the temple in it. So in the temple, in that temple, now we are the temple of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Prepared by the Holy Spirit, prepared by the Son, prepared for the glory of the Lord. That's why we say the temple is not these stones put it together, but we are the temple of the Lord. Now in that day you shall appear in that magnificent appearance, adorned with much glory. Praise the living God. Amen. Founded in Christ, founded by the word of the Lord, that your foundations will not shake, that your foundations cannot be moved. Praise the living God. I have also one supporting that in Ephesians chapter 2 verse 20. And are built upon foundation of the apostles, Jesus Christ himself being the cornerstone. We are built together in the foundation of apostles. The foundation of apostles is the word that the apostles, or the word that was given to apostles to establish the faith in us. Praise the living God. To establish the faith, to establish the foundations that we are sitting on. That's why the word says that a foundation has been laid, and that foundation is Jesus Christ. And it is upon you to build on it with whichever material you wish. If you want to build on that foundation with grass, just go ahead and build. If you want to build on that foundation with timber, go ahead and do what? If you want to build on that foundation with stones, go ahead and do what? And build. If you want to build on that foundation with gold, go ahead and do what? Build. But there shall be a day of testing, and that testing will be by fire. Praise the living God. Amen. That testing will be by fire. So tell me, if you build with grass, will the grass withstand that fire? Will the wood withstand that fire? Will the stones withstand that fire? That testing? That every walls, every material that you have built with shall be tested by fire. But surely one thing shall not burn, and one thing that will remain, and that is the one that saves us. That one is the one that will say about us. That is the one that will speak for us. That foundation, it cannot be burned by fire, because the foundation is Jesus Christ. Praise the Lord. Amen. And we shall not surely be utterly destroyed, but shall be saved, because the foundation we are on, it is the foundation who is Jesus Christ, the chief cornerstone. Bwana Yesu asifiwe. Amen. In whom all the building fits firmly, framed together, grows unto a holy temple in the Lord. That is in Ephesians chapter 2 verse 20-21. And are built. Okay, let me start from 19. Now therefore you are no more
strangers and foreigners, but fellow citizens in the saints and of the household of God. That is talking about me and you. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. That's where we are built on. We are built on. So what is the material I'm talking about? It's the faith. The amount of faith you put in, be it great or small, shall be tested. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Therefore, in whom all building fitly framed together grows unto a holy temple in the Lord. So when we are put together, we fit, and we are framed, and we grow into a holy temple of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Barikiweni sana na mzidi kujua kwamba sisi ni ufalme, na ufalme huu si ufalme ambao unapita. So if you have something to boast about Christ. For what things that he has done for our lives, what he has for us, what he is doing, what he is going to do, what he is willing to do. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You are not just anybody, but you are a son in the kingdom, and God calls you a king in his kingdom. So this world, we have already conquered the world. That's how the word says. You have already conquered the world. And why are you worried about the world? Because you don't know that you have already conquered. It is the word that gives you, it is the word of God that gives you power. You cannot stand without the word of God. If you don't know the word of God, the wind will sweep you away. Praise the living God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. If you don't know the word of God, you are nothing, and you will not stand. But my prayer is that everyone be ministered to by the Holy Spirit, and let each and everyone know that the word of God, it is the only thing that can wash every deceit that the devil has deposited in our minds, and we will stand firmly before the Lord. For as Christ is, so are we. If Christ pleases God, so do we. Amen. Amen. Kufikia hapo nasema ni asante.